Kwa majina naitwa Dr. Doris Lucas, ni daktari wa matibabu ya tiba magonjwa ya ndani, lakini niko katika kitengo cha neurolojia ambayo kinahusisha pia swala kubwa ambalo kwa wagonjwa wengi wanaolazwa, wagonjwa wa kiharusi ambao tunasema ni stroke. Kwa leo nitajikita zaidi kuongelea habari ya wagonjwa wetu ambao wanalazwa wa kiharusi. Kiharusi tukiongea kwa kawaida na kinavyofahamika katika jamii, mara nyingi waweza kusema kiharusi kisieleweke sana, lakini pia wanafahamu kwa jina letu la kuongea Kiingereza ni stroke. Na hiki kiharusi mara nyingi inatokana na kuziba au kupasuka kwa mshipa ambayo inapeleka damu kwenye ubongo na inapeleka maeneo mbalimbali kwenye ubongo. Kwa hiyo yenyewe inatokea ni ghafla. Ndio maana tunasema ni sudden onset. Lakini tukisema sudden na maana ni kitu ambalo ulikuwa unafanya pengine kazi au umeamka tu kutoka kwenye shughuli za kitandani, ghafla ukashangaa unapata kupooza. Pengine upande wa mkono na mguu au uso, au unashindwa kuongea au kusema vizuri, au vile pia kuna wakati wengine unashindwa hata kuona. Kwa hiyo inategemea ni sehemu gani ya kwenye ubongo ambayo imeathirika. Kwa hiyo lazima iwe ni kitu kimetokea ghafla, hiyo sababu dalili zotokea ghafla. Pia vile tunaangalia kiharusi kwa asilimia kubwa. Viharusi vimegawanyika. Hivyo vinapotokea ghafla inawezekana ni cha kupasua mshipa au ni kile ambacho tunasema kimeziba. Pengine kibonge cha damu kimeziba kutokana na mafuta au kilitembea kutoka sehemu nyingine kwenye mwili, sana sana wale wenye shida za moyo, kikaziba kwenye mishipa ya kwenye kichwa. Na ikishaziba kuna wakati na muda ili kuweza kusema seli za ubongo zimeshindwa kwenye ile eneo kupata damu ya kutosha. Na ndio maana tunasema inawezekana kuna eneo ambalo tukipata matibabu ya haraka kwa kile kiharusi ambacho ni cha kuziba mishipa, tunaweza tukasaidia ile eneo ambalo bado seli hazijafa za ubongo zikaweza kurudi kufanya kazi. Hiyo tunaita sasa kwenye matibabu tutaangalia kwa nini tunataka wawahi mapema hospitalini endapo wakipata hizo changamoto. Kwa kikubwa tunachokiongelea cha kwanza ni dalili zinazotokea. Kwa kawaida sasa hivi kwa jamii kuelimisha, kuna tunaita slogan au kuna dalili za awali tunazoziongelea, tunatumia kifupi kinachoitwa upesi. Upesi kwa mgonjwa wetu ambaye kwenye jamii au kwenye vituo vyetu vya afya tunasema ile unakuta umepooza kwenye upande wa uso. Upesi ya kwanza inaanza. Nyingine tunaangalia sehemu nyingine ya kwenye mwili ambayo umepooza, aidha mkono na mguu. Ile unashindwa kujielezea, kuongea. Mtu alikuwa anaongea vizuri, ghafla anaanza kushindwa kuongea au haongei kabisa. Hiyo ndio upesi. Sasa mara nyingine tunasema ikishatokea hilo changamoto, ile tunaangalia mara nyingi tunasema kwa wenzetu wanasema unapigia ambulance au unapata huduma ya karibu kupelekwa kituo cha afya. Kwa sisi ukishapata hizo dalili tunasema unawahi mara moja kituo cha afya. Na kwa nini unawahi kituo cha afya? Kituo cha afya tunafika, kwa sasa hivi tunashukuru kwa nchi yetu ya Tanzania kuna vituo vingi ambavyo vinafanya matibabu ya CT scan ambayo tunasema ni vipimo vinavyofanyika kwa ajili ya kugundua ni aina gani ya stroke, kiharusi ni cha aina gani. Je, ni cha kuvilia damu kichwani kwenye ile mishipa ya damu au ni cha kupasuka kwa mshipa wa damu. Kwa hiyo tukiona ni kile ambacho ni cha kuvilia damu kwenye kichwa ambao kuna eneo sehemu moja kwenye kichwa ambayo haipati damu ya kutosha, tunaangalia ni muda gani. Ikiwa ndani ya masaa 4.5 tunaweza tukampatia damu za kuponda vile vibonge vya damu ambavyo vimegandia kule. Lakini hiyo yote inategemea na kipimo cha CT scan. Kwa hiyo kwa kituo cha karibu tukiona zile dalili za upesi zimejitokeza, tunasema aletwe mara moja kwenye kituo ambacho wanaweza kufanya pia imaging au hivi vipimo vya kuangalia kwenye kichwa ni sehemu gani ambayo damu ifike ya kutosha au imepata athari kubwa. Nitoe rai kwa Watanzania wenzangu, endapo kwenye jamii yoyote atapata hizi dalili kama tulivyoziongelea, kwa kutumia ile kifupi chetu cha kutumia upesi, wawahi mara moja katika kituo cha afya ili waweze kupatiwa huduma ambazo zitaweza kuwasaidia kufika kwenye vituo vikubwa ambavyo wanaweza kufanya hivi vipimo vya kichwa kuweza kuangalia ni aina gani ya kiharusi ili waweze kupata matibabu kwa haraka
na baadaye waweze kuendelea vizuri. Nawashukuruni sana, asanteni. Tuendelee kuelimishana, ambaye akisikia pia amjulishe na mwenzake, ili elimu ikaweze kusambaa katika jamii yetu na tukaweze kupata kusaidiana sisi wenyewe. Asante.